Na wanyamapori ni mojawapo ya rasilimali kubwa ya Kenya na ambao pia huchangia mapato ya taifa. Na hata hivyo, wanyama hao wako katika hatari ya kutoweka kutokana na ongezeko la idadi ya watu na ushindani wa rasilimali zilizoko. Pia uwindaji haramu unaathiri baadhi ya wanyama hao katika sehemu mbalimbali humu nchini. Hata hivyo, sensa ya wanyamapori imekuwa zoezi muhimu la kufuatilia idadi ya wanyama hao ili kubuni mikakati ya kuwalinda na kuwahifadhi. Mwandishi wetu Emily Chebet aliandamana na wataalam katika hifadhi ya Lewa wakati wa zoezi la kila mwaka la sensa na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mwanga hafifu unapenyeza, giza linatoweka na kufichua asubuhi nyingine katika hifadhi ya Lewa inayopakana na kaunti 3, Isiolo, Meru na Laikipia. Ni saa 12 asubuhi nje ya ofisi za hifadhi hiyo. Kundi la wahifadhi, wanasayansi na walinzi wa wanyamapori limekusanyika tayari kwa zoezi muhimu. Hapo group 2, kiongozi ya group 2. Kalamu na daftari ni vifaa muhimu kwa kazi ya leo wanaoifanya kila mwaka ya kuhesabu wanyamapori katika hifadhi hii ya ekari 62,000. Tuliandamana na kundi hili kwa zoezi la siku mzima. Hapa kila juhudi inawekwa kuhakikisha kila mnyama, idadi na hata umbali wa mnyama kutoka kwa waangalizi inarekodiwa kwa usahihi. How much is the distance? 300. Wanyamapori wote wanahesabiwa kutoka ndovu, vifaru, twiga na hata ndege kwa lengo la kufahamu taswira kamili ya wanyamapori katika eneo hili. Haja ya kuhesabu wanyama ni kuona kwamba wako na wanaendelea namna gani, wanaenda kudidimia ama wanaongezeka, kama vile ndovu. Ndovu ni mmoja wa wale wanyama tunaangalia sana kwa sababu ya wenye anatembea kwingi na kurefu, na kwa matembezi yake ako na mambo mingi. Kutoka ardhini hadi angani, ukusanyaji wa data unafanyika kwa umakini mkubwa. Maafisa walioko angani huchunguza hifadhi mzima, wakifuatilia wanyamapori kwenye milima ya Laikipia hadi mipaka ya Isiolo na Meru. Kulingana na Daktari Moringa, kufuatilia mabadiliko ya idadi ya wanyamapori, haswa kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi na mifumo ya uhamiaji, ni muhimu katika kuunda mikakati ya kulinda bioanuwai adimu ya Kenya. Maybe you are enjoying seeing a lot of elephants or buffaloes, but at the end of the day, what does that mean? If you are in an enclosed ecosystem, the population will have to figure out one way or the other. And who are they going to meet outside? The farms, retaliatory attacks, bite-rise. So you think ahead, open new corridors, connect your conservancy with others, just like we did in 2015 when we brought down our fence between Lewa and Borana. Mwaka wa 1997, idadi ya wanyama hapa ilikuwa chini. Ndovu walikuwa 62 tu, simba 4 na nyati 78. Wakati huo, chui hawakuwepo kabisa katika eneo hili. Kupungua kwa baadhi ya wanyama katika miaka ya hivi karibuni kumehusishwa na wanyamapori kuzunguka katika maeneo yanayopakana na hifadhi ya Lewa kama Mlima Kenya. Takwimu za hivi punde ndani ya hifadhi zinaonyesha ongezeko kubwa, hasa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Ingawa baadhi ya wanyama wamekuwa wakihama mara kwa mara. Tunaendelea kutoa wanyama kama hao tukipea mahali kwingine kama vile Loisaba, kama vile Elingwesi, kama vile Sera, tumewapea faru. Kwa hivyo kila wakati tumeona wanyama wanaongezeka hapa, na ni kwa sababu ya dalili mingi, kwa sababu ya kukua na maji, kukua na chakula, na vile vile pia kukua na wamehifadhika, security yao iko sawa. Baada ya kuhesabu na kurekodi mamia ya wanyamapori na ndege kwa zaidi ya saa 8, kundi hilo la wahifadhi linakamilisha zoezi ambalo litajumuishwa katika data ya kitaifa ya wanyamapori. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.